kina mama na mabinti na wasichana ndio waathirika wa sehemu kubwa, na ambao ndio tunaopata shida kwenye historia ya kubakwa ni mabinti na wakina mama. Ni vijana wadogo wenye umri mdogo wanatupizia kina mama, sasa hivi tunatoka kwenye biashara, tunarudi tunaathirika na hiyo hali. Kwani tushinde kufanya biashara turudi saa 10? Na kwa nini tulalamike kiasi hiki? Kwa nini tuishi kwa shida kiasi hiki? Tunaomba vijana wetu, familia, nyinyi ni familia yetu, nyinyi ndio wa kututetea sisi, nyinyi ndio wa kutusaidia sisi, tuepukane na hii hali. Mtu unabaki unalinda mlango uende kufanya biashara, mtu unabaki unapita barabarani unaogopa, mtu unaogopa kumtuma mtoto kwa sababu ya kusema ataenda kubakwa barabarani. Hawa wabajaji wanapotubaka sisi wanawake, jinsi tunapojiandaa kwenda kwenye shughuli zetu, unakuta umepanda bajaji, unapitilizwa sehemu unayoenda na kufanyiwa kitu ambacho sio kizuri. Pia na mabinti wanafanyiwa hicho kitu. Kwa kweli hicho kitu kinatuumiza na kinatuasili sana, tunashindwa kufanya kazi zetu kwa uhuru. Haya matukio ya kutekateka watu huwa yanafanywa kwa usiku. Usiku inapotokea imefikia wakati usiku wa bajaji, huwa wanawachukua watu na kuwateka na kuwapeleka kule juu. Upande mwingine ikifikia muda wa saa 11, wale wakina mama wanaenda kusalimia wagonjwa hospitalini ambao vifaa wengine huwa wanashuka dundua wamekosa usafiri, sasa huwa wanawavizia njiani na kuwateka na kuwabaka. Wananchi wamechoka, na nyinyi akina mama na wazazi, mama mkane mwanao. Tunataka ianze kuwa salama. Kwanza tunataka kuwabaini wanaosababisha sisi kata yetu isiwe salama. Wewe juzi, wiki iliyopita hapa, kuna kijana ametekwa hapo chini Magege. Wamebeba wameenda kumtupa polini kule nyuma kwa mzee, kwenye zizi ya mzee Rashid. Na nielewa ninachozungumza. Wamemfunga yule kijana, wamemtupa kwenye mto huu hapa nyuma kule. Kwa kama mvua ingelinyesha, yule kijana alikuwa anakwenda na maji. Lakini waliofanya hivyo ni vijana wa bajaji. Kamata mama mmoja hapo, wamechukua hao bajaji, wameenda wamembaka yule mama kule. Haya, nikuulize, angekuwa mama yako, angekuwa dada yako, afu hiyo kesi kwa polisi. Ni marufuku kuanzia sasa tunavyosema hivi, bajaji yoyote kuikuta imepaki pale. Mimi nafahamu bajaji zimetengeneza ajira za watu wengi sana na zimesaidia kupunguza uhalifu mitaani kwa sababu watu wamepata shughuli za kufanya. Lakini sasa kumbe mmegeuza sasa bajaji imekuwa ni kitu ambacho kinawawezesha kufanya uhalifu wengine. Kama mnateka watu, mna uwezo kwenda kuwafanyia uhalifu sehemu zingine. Hicho ni kitu cha hatari. Na kweli mimi nikishuka hapo chini huwa nakuta kundi la dereva bajaji wanajiita dewaka. Bajaji moja na madereva zaidi ya 3. Wanajistiri mule, hatukatai, ni utaratibu mliotengeneza. Lakini kwa nini mjiingize kwenye matendo mengine ya kihalifu?